Kitu cha kwanza kabisa ambacho huwa napenda kusisitiza watu ambao wanakuwa wananitafuta, hata wanafunzi wangu wengine huko darasani, huwa nawasisitiza kwamba ni lazima kuhakikisha huo unajisikia vizuri. Kujisikia vizuri ndio kodi pekee ya kufuta mitetemo ya chini. Sasa unajisikiaje vizuri? Ndio huwa kuna mazoezi ambayo tunayafuata ili kuweza kujisikia vizuri, kwa sababu sisi ni binadamu, tuna hisia za kupanda na kushuka. Unaweza kupanga hapa mimi nisikasirike, mwisho wa siku akaja mtu akakuvuruga ukakasirika. Sasa ufanyaje ili hali hiyo uweze kukabiliana nayo na uweze kukaa nayo kwenye kodi? Basi kuna mazoezi ambayo utakuwa kuyafululiza kama ilivyo dozi, kwamba unaenda kununua dawa ya ugonjwa fulani kwenye duka la dawa. Wanakuambia dozi hii ni siku 3 na utakiwi kurukaruka. Ukirukaruka maana yake sasa wanakuambia unajenga sugu ya hicho kitu. Kwa hiyo kuna mazoezi ambayo anatakiwa mtu ufululize ili uweze kutoka kwenye hiyo mitetemo. Unajua kuna mtu mwingine anaishi kwenye mitetemo ya chini lakini hajijui, na kuna mtu mwingine anaishi katika mitetemo ya juu vile vile hajijui kama huyu yupo kwenye mitetemo ya juu. Ili kutaka kujua huyu yuko mitetemo ya chini anakuaje ili kuwa kwenye mitetemo ya chini, na huyu ambaye anajiona hajijui kama yupo kwenye mitetemo ya juu, ili akitaka kujua kwamba mimi niko kwenye mitetemo ya juu, ni kitu gani ambacho kina muonesha ama ishara gani ambazo akiziona ndipo atambue kwamba mimi nipo kwenye nishati ya juu ama mimi nipo katika nishati ya chini? Je, ulimwengu huwa unamletea taarifa yoyote juu ya hilo? Asante kwa hoja yako nzuri. Katika swala kama hili, nianze na huyu wa mitetemo ya chini, uweze kujua kama uko kwenye mitetemo ya chini. Utakuwa na hisia ambazo kama zinakupelekesha. Unaweza kuwa na hisia, unaweza kukuta mwingine anakuambia mimi ni mtu wa hasira sana, mtu akinichokoza kidogo tu na kujikuta nimekasirika, na jitahidi niweze kukabiliana na hili swala, nashindwa. Au mtu mwingine anakuambia bwana, mimi naona kama nina tamaa sana bwana, ili najitahidi kukabiliana na hili swala, naona kama nashindwa. Sasa ukija kuangalia tamaa, hasira, yote ni mitetemo ya chini hiyo. Mwingine anakuwa na hofu. Nakuta mwingine ana mali kidogo, lakini ana hofu ile ya kupoteza. Huyo sasa ni mtu mwenye mali, lakini vile vile amebeba na kitu kingine kwenye maisha yake. Hisia kama hizo unaweza kugundua kwamba uko katika namna gani. Ni mambo kama hayo, kama nilivyokuambia. Utaangalia hasira, tamaa inakuendesha. Au wewe wengine anasema bubu. Wengine unakuta ana chuki tu zisizokuwa na mpango. Basi ukiona mambo hayo katika maisha yako, ujue kabisa wewe unaandamwa na mitetemo ya chini. Na mwingine unakuta na mitetemo ya chini ila hawezi kuona katika vitendo hivyo. Unaonaje sasa kuwa katika mitetemo ya chini? Unaweza kugundua habari ya maisha yako kupitia ndoto. Ukiwa umelala usiku ujitambui, unakuwa unahusiana vyema kabisa na ulimwengu wa kiroho. Utaangalia mfumo wa ndoto zako. Kama unaota ndoto ambazo zina hizo hisia, kwa mfano unaota ndoto ambayo inaleta taswira ya hofu, unaota ndoto inaleta taswira ya tamaa, unaota ndoto inaleta hasira ya kukasirika, yani gugu, basi ujue kabisa kwamba ulimwengu wako wa kiroho unajaribu kukuonyesha kile ambacho kipo katika maisha yako. Kile kilichopo karibu na wewe ndio utapata kukiona. Kwa kifupi ndio hivyo. Lakini ije kwa mtu wa mitetemo ya juu. Mtu wa mitetemo ya juu anakuwa mtu wa tofauti kidogo. Kitu kikubwa kabisa, mtu huyu anakuwa ni waajabu sana. Anaweza akawaza kitu hata watu hawa kwanza jinsi walivyo, huwa wapo wenyewe, ni wapweke, wanajitenga sana. Alafu sio wasemaji sana. Mara nyingi huwa ana uwezo wa kuwaza kitu na kitu kikawa vile alivyokuwa amewaza. Anaweza kupanga kitu kikawa kama vile alivyopanga. Mtu wa mitetemo ya juu hawasemi wala hawezi kukuambia kama huwa hiyo hali inamtokea. Ni mpaka muwe katika mazingira hayo ndio atakwambia kwamba mimi huwa nina hali kama hii. Kwa hiyo ni watu ambao taarifa zake zinajilinda, yani zipo kwenye kiini, wanajijua wenyewe. Yani mpaka uishi naye siku ngapi ndio uweze kuona uajabu wake mtu kama huyo. Lakini vile vile watu kama hawa usiku wakiwa wamelala usiku,
kile ambacho wanakuwa wanakiota katika hisia za wakiwa wanaota katika ile ndoto nyepesi zile. Kuna zile ndoto mtu unalala alafu unakuwa ndoto nyepesi kwamba kiasi kwamba mtu anaweza akakuita ukaitika, ila uweze kuamka hapo hapo. Yaani umelala lakini kuna kautambuzi fulani unako. Wakiwa wanaota kitu katika mazingira yale pale, ujue kicho kitu kipo karibu hapo hapo. Yaani kipo karibu hapo hapo. Anaweza kaota kuna mtu yuko anawanga nje, na kweli akitoka nje anakuta mtu kweli anawanga. Anaweza kaota kwamba kuna hisia fulani nzuri ipo karibu na ni kweli hiyo nishati inakuwa karibu naye. Ndio tofauti mkubwa wa watu hawa ambao wanakuwa wanatetema katika mitetemo ya juu. Ya kwa haraka sana, hata kabla hajaongea. Ni watu wa kimya na ni wapole na wako thabiti sana katika maneno yao. Yaani ukiona ameongea kitu, ujue hicho kitu kuna kilipotoka. Yaani haongei from nowhere, halopoki. Yaani akiongea kitu kichunguze vizuri, utaona undani wake. Ndio watu wa namna hiyo, watu wa mitetemo ya juu. Unaweza kupata kufahamu kidogo, unaweza kama unaishi nao huko.